2025. 2025, mwaka wenye matukio. Ndiyo, namaanisha mwaka wenye matukio yenye kufurahisha na yenye kukathirisha, yenye kuumiza na yenye kuua tumaini. Mwaka uliobeba kila aina ya mafanikio bila kuchagua mafanikio haya yanaenda kwa watu gani. Sio watu wazuri, sio watu wabaya, wote wamekuona kwa roho ya heri. Nikisema na kuchukia, basi nitakuwa natumia singeli kuimba gospel, ila kama ilivyokuwa uhalisia, ulimi wangu utazipiga kila kuta za kinywa changu na kuacha sauti ya uchungu isikike kwa watu wote. Univumilie nikisema kuwa wewe ndio mbeba lawama, na sio kwangu tu, ila kwa watu wengi wasio na mioyo ya chuma. Binadamu aliumbiwa kusahau, akapewa na nywele kama nguo ya ufahamu, ayastiri maarifa angalau. Na kuahidi sitokaa nisahau elimu na changamoto ulizonipa. Umeniambia kuwa watu tunawekeza matumaini kwa watu wasiojali kuhusu sisi, bali wao binafsi. Nilipokuuliza kwa nini sielewi ndoto zangu, ulinionyesha kuwa giza halikuumbwa. Ndio maana kuna muda tunafumba macho ili moyo na mapigo yake, ubongo na kitabu chake visipishane, ili roho ione kisichoonekana. Ndoto ya mchana imekuwa ngumu kutimiza, tunapambana ila tu moyo kuumiza. Umenionyesha kwa uhakika kuwa Mungu anaweza kukuacha kwenye mikono ya watesi wako, ila usijaribu kumwacha, kwa maana kikombe cha agano ni mwisho wa mateso na mwanzo wa haki na ukombozi. Ningepewa nafasi kuchagua mwaka bora kwenye maisha yangu, nisingechagua, kwa maana ningetia doa sanda kwa maumivu na kumbukumbu zilizozunguka kama mkanda. Basi sitokaa ni kusahau wala kukulinganisha na mwaka mwingine. Umenipa maumivu nisiyoweza kuyavumilia, au kuchukua uhai wangu, ila umebaki na furaha yangu. Heri ningeuona mlango wa kuingia na kutoa kila kilicho changu, basi ningeingia na kuchukua furaha ambayo umebaki nayo. Tutakutana tena, ila sio kwenye hii dunia sasa. 2025.